Mtume aliandika kitabu cha Injili ya Marko, kitabu cha kwanza kabisa kuandikwa cha Injili katika vile vitabu vinne vya Injili. Huyu ndiye mtu wa kwanza kabisa kuandika Injili. Tunapozungumzia Injili, yani kwa maana ya simulizi na maisha ya Bwana Yesu Kristo, kabla ya mtu mwingine yoyote kuyaandika, alianza kuyaandika huyu. Basi siku ya leo tutaenda kuangalia kazi zake za uandishi, aliwezaje kuandika na alisukumwa na kitu gani, na tutaangalia safari zake za kuja Afrika, sehemu ambapo alifanya huduma na ikawa na matokeo makubwa, na hata wakati wa kifo chake aliuliwa akiwa Afrika. Aliuawa akiwa anaitetea kazi ya Mungu, akiipigania kazi ya Mungu iweze kuleta matokeo makubwa. Aliweza kufa na kuzikwa akiwa Afrika. Leo tutaangalia jinsi kifo chake kilivyotokea na sababu za kifo chake ilikuwa ni nini, lakini tutaangalia pia na sehemu kubwa ya huduma yake na maisha yake. Huyu anaitwa Mtume Marko. Hii ni sehemu ya pili ya simulizi hii, na kama uliikosa sehemu ya kwanza, basi video ipo katika chaneli yetu, ukaangalia pale, naamini utajifunza mambo mengi mazuri. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala, na hii ni Hazina ya Kanisa. Kama bado hujasubscribe channel hii, subscribe sasa na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Barnaba akamchukua Marko kama msaidizi wake, akaelekea huko Kupro na miji mingine huko, na wakafanya kazi kubwa ya Mungu na kazi yenye matokeo makubwa. Na Marko alikuwa sio Marko yule wa kwanza. Marko huyu alikuwa ni Marko ambaye amekomaa kiakili, amekuwa, ameacha utoto. Ni Marko ambaye alijawa na nguvu za Mungu, ni Marko ambaye alikuwa mvumilivu wa kazi. Kwa hiyo kumbuka, Marko na Barnaba ni mtu na mjomba wake, wanafahamiana vizuri na walifanya kazi, na combination yao ilikuwa ni nzuri zaidi. Sasa baada ya miaka mingi kupita, Marko na Paulo walirudiana tena, na Paulo akamwona Marko kuwa ni mshirika mwaminifu. Tunaona Paulo miaka ya baadaye na Marko walikuja kuelewana na ugomvi wao uliisha. Ukisoma katika kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 11, Paulo anamwandikia Timotheo, mchukue Marko ukae naye, maana ananifaa kwa huduma. Yule mtu ambaye alikuwa amfai Paulo kwa huduma, lakini Paulo anaandika sasa, Marko ananifaa kwa huduma. Lakini anawaandikia Wakolosai katika sura ya 4 mstari wa 10, anasema Marko binamu yake Barnaba akija kwenu mpokeeni. Hapa tunaona kuwa msamaha, ukomavu wa kiroho na urejesho wa ushirika katika kanisa la kwanza. Walikuwa hawakai na vitu moyoni, Kwa hiyo Marko angeweka jealous kwamba Paulo alipendi, Paulo ananikataa, lakini hakuwa hivyo. Lakini Marko na Paulo naye angeweka ile kisilani kwamba Marko ni mvivu, Marko ni mzembe, kazi ya Mungu singeenda. Lakini hawa watu waliacha yote na wakaendelea kufanya kazi, na kazi ikawa ina matokeo makubwa. Sasa nitakuja kazi alizoziandika Marko, yani kazi ambazo mpaka sasa hivi tunazisoma za Marko. Marko ndiye mwandishi wa Injili ya kitabu cha pili katika Agano Jipya, Injili ya Marko. Ukiona sehemu imeandikwa Injili ya Marko au Marko mtakatifu, basi mwandishi wa kitabu kile ni huyu kijana anaitwa Marko. Kwa mujibu wa mashahidi wa kwanza wa kanisa kama vile Papias, Eusebius na Irenaeus, Marko aliandika kwa niaba ya Mtume Petro, akirekodi mambo yote yaliyosimuliwa naye. Kwa ile Injili ya Marko imeandikwa kwa msaada wa Mtume Petro. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kana kwamba Petro ndiye aliyekiandika kile kitabu cha Marko. Kwa lugha nyingine ni kwamba Petro alikiandika kitabu cha Marko kwa mkono wa Marko. Marko alikuwa anaandika vile vitu alivyosimuliwa na Mtume Petro kuhusiana na habari za Yesu. Kumbuka kipindi ambacho Yesu alikuwepo duniani,
Marko alikuwa ni kijana mdogo kwa kuweza kushuhudia kila kitu ambacho Yesu alikifanya. Kwa Petro aliyekuwepo naye aliweza kushuhudia kila kitu, kwa alikuwa anamsimulia Marko. Kumbuka Marko alikuwa ni mtoto wa kiroho wa mtume Petro, kwa aliweza kumshuhudia na kumsimulia, na yeye alikuwa anaandika kila alichosimuliwa na mtume Petro. Lakini Petro ndiye aliyemfundisha, na injili yake inachukuliwa kama ushuhuda wa macho wa Petro mwenyewe kumuhusu Yesu. Lakini lengo kuu la injili ilikuwa ni hii. Lengo kubwa ya injili ya Marko ilikuwa ni hii: kuonesha kuwa Yesu ni mwana wa Mungu mwenye mamlaka, anayefanya miujiza na anayemshinda shetani. Kwa lengo la kitabu cha Marko kumuonyesha Yesu kama mwana wa Mungu mwenye mamlaka, anayefanya miujiza na anamshinda shetani. Lakini kitabu hiki cha Marko kiliandikwa hasa kwa ajili ya Wagiriki na Warumi. Kiliandikwa hasa kwa ajili ya Wagiriki na Waroma. Umeona, Wagiriki ndio Wayunani na Waroma kwa maana ya wale watu wa Roma ya zamani, Roma ya kipagani kule. Kwa asilimia kubwa Marko aliandika kwa kuwalenga zaidi watu wale. Ndio maana hatumii maneno mengi ya Kiyahudi, bali anaelezea desturi kwa ufafanuzi. Kulikuwa kuna namna ya kuandikia watu na watu. Ukitaka kuandika chochote kuhusu Wayahudi, ukitaka kuandikia Wayahudi, ilikuwa basi ni lazima uambatanishe na maandiko ya Torati na manabii ili kuonesha utimilifu wa kile ambacho unakiongea au unakisema. Na ukitaka kuandikia Wayunani au Wagiriki, basi ilikuwa ni lazima maandiko yako au simulizi yako iende kwa protocol, iende kwa utaratibu mzuri, kama ambavyo tunaona kitabu cha Injili ya Luka kilivyoandikwa na kitabu kile cha Matendo kilivyoandikwa. Zilikuwa ni simulizi ambazo zinaenda hatua baada ya hatua. Lakini ukitaka kuandikia wa Roma, ilikuwa ni lazima uende na desturi kwa ufafanuzi, yani uelezee desturi kwa ufafanuzi. Na ndivyo ambavyo kitabu cha Marko kimeandikwa, desturi kwa ufafanuzi. Hasa kilikuwa kimewalenga wa Roma. Na kitabu hiki ndicho kitabu cha kwanza katika vile vitabu vinne vya Injili. Kwa vitabu vile vinne vya Injili, Injili iliyoanza kuandikwa mapema zaidi kuliko injili nyingine, basi ilikuwa ni Injili ya Marko. Hiyo ndio injili ya kwanza kabisa kuandikwa, ilikuwa ni Injili ya Marko. Ila kwenye mpangilio wa Biblia imeanza Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo ndio ilikuwa ya kwanza katika mpangilio. Lakini katika ipi iliyoanza kuandikwa, basi ilikuwa ni Injili ya Marko, ambayo imeandikwa kati ya mwaka 60 hadi mwaka wa 65. Inakadiriwa kuandikwa kati ya mwaka 60 hadi mwaka wa 65. Labda kipindi hicho katika utawala wa Kaisari Nero, Wakristo walikuwa wakipitia mateso katika kipindi cha utawala wa Kaisari Nero. Tunamfahamu Kaisari Nero, huyu ndiye aliyehusika na kifo cha mtume Petro, Kaisari Nero. Kwa kipindi hicho kanisa lilikuwa linapitia mateso makali sana katika taifa la kipagani la Roma. Taifa la kipagani la Roma. Sasa huduma yake kwa mataifa, hasa Afrika. Huduma ya mtume Marko kwa mataifa, hasa Afrika. Huduma ya mtume Marko kwa mataifa, hasa Afrika. Baada ya huduma ya Petro na Paulo, Marko alisafiri kwenda Afrika. Marko tunaweza tukasema alisafiri kuja Afrika, hasa katika Afrika ya Kaskazini, huko katika nchi kama Misri. Huko Misri. Mapokeo ya kale yanasema kuwa alifika Alexandria. Alexandria ndio mji mkuu wa kitamaduni wa Misri. Mji mkuu wa kiutamaduni wa Misri. Mji mkuu wa Misri leo hii unaitwa Cairo, lakini Alexandria ndio mji wa kitamaduni wa Kimisri. Takribani mwaka wa 49 baada ya Kristo, akiwa ndiye mishonari wa kwanza kabisa kufikisha injili Afrika. Kwa Marko ndo mishonari wa kwanza kabisa duniani
kuifikisha injili Afrika katika mwaka wa 49 kabla ya Kristo. Na hapa ningependa kuambia wale watu ambao wanasema wazungu walituletea injili ili watutawale katika hiyo karne ya 18 hiyo ambapo kipindi cha ukoloni. Nataka niwaeleze kwamba injili Afrika haijaanza kuingia kipindi cha ukoloni. Injili Afrika imeanza kuingia mwaka wa 49 baada ya Kristo. Na walioileta injili hawakuwa wazungu, alikuwa ni mtume Marko ambaye alikuwa ni Myahudi. Myahudi hakuwa mzungu. Wayahudi si wazungu. Kwa hawa ndo watu wa kwanza kuifikisha injili Afrika, na nataka niseme matokeo makubwa sana ya kazi ambayo alifanya Marko ilizaa matunda makubwa sana, na nchi zote tunazoziona hizi za Afrika ya kale zilikuwa ni nchi za Kikristo, kuanzia Misri, kuanzia huko Libya, huko Cameroon, ukienda huko wapi huko, nchi zote hizi ambazo tunaona leo dini nyingine zimetapakaa, Ethiopia wapi, zilikuwa ni nchi za Kikristo miaka hiyo. Katika karne ya kwanza mpaka karne ya 6 hadi ya 7 pale zilikuwa ni nchi zenye tamaduni za Kikristo na ibada za Kikristo. Nini kilitokea mpaka nchi hizi Ukristo ukaja ukafa kabisa? Hilo ni somo la siku nyingine, lakini nataka nikuelezee Marko kama mishonari wa kwanza katika wale waliowahi kumuona Yesu kwa macho kuifikisha injili Afrika. Huyu ni mishonari wa kwanza katika wale ambao waliweza kumuona Yesu katika huduma yake, kipindi cha huduma yake duniani. Basi yeye ndo mtu wa kwanza kufika Afrika. Na huko Afrika alianzisha kanisa kubwa sana huko Alexandria, ambapo baadaye likuja kuwa nguzo kuu ya Ukristo wa Afrika, likizalisha viongozi wakubwa wengi kama Athanas, Cyril wa Alexandria na Origen. Hawa wote walikuwa ni viongozi waliotokea katika kanisa la Alexandria nchini Misri. Sijui kama unanielewa. Kwa hili kanisa la Alexandria lilikuja kuwa kanisa kubwa sana, na lilikuja kuwa na historia kubwa sana na nguzo kubwa katika Afrika, katika kanisa la Afrika na duniani kwa ujumla. Na ukienda Misri leo utakuta sehemu za mabaki ya majengo ya kanisa hili la kwanza, ambalo ni kazi na matunda ya kazi ya mtume Marko. Hivyo Marko anachukuliwa kama baba wa kanisa la Afrika, na Patrick wa kwanza wa Alexandria. Umeona? Kwa hiyo Marko ndo anachukuliwa kama baba wa kanisa la Afrika, baba wa kwanza aliyepanda mbegu ya wokovu katika Afrika hii ni mtume Marko. Sasa kazi yake iliyotukuka Afrika, katika Misri alihubiri kwa nguvu, akaanzisha shule ya mafundisho ya Kikristo. Kupitia huduma yake watu wengi wa Kiafrika walimgeukia Kristo licha ya upinzani kutoka kwa wapagani waliomwabudu Celpris na Isis. Kipindi hicho watu wa Misri walikuwa wanaabudu miungu kama Celpris na Isis. Kwa kulikuwa na upinzani mkubwa sana katika injili ya mtume Marko, ulikuwa na upinzani mkubwa sana katika ile huduma ya Marko, lakini watu wengi walimgeukia Kristo licha ya upinzani huo wa kipagani uliokuwepo katika jamii za Kiafrika. Alifanya miujiza mingi. Mungu alimtumia kufanya miujiza mingi, akiponya wagonjwa, akifukuza pepo, jambo lililomvutia kwa watu wengi. Leo hii kanisa la Kikopti, Coptic Orthodox Church, linamtambua kama mwanzilishi wao mkuu. Sasa nini kifo cha mtume Marko? Mtume Marko alikufaje? Mtume Marko aliuawa katika mji wa Alexandria nchini Misri mnamo miaka ya 68 baada ya Kristo. Aliuawa huko Misri katika mji wa Alexandria katika mwaka wa 68. Kumbuka aliingia katika mwaka wa 49 na aliuawa katika mwaka wa 68. Kwa alitumika Afrika kama miaka 20 hivi. Kipindi cha miaka kama 20 alikuwa anatumika Afrika, na aliuawa kikatili huko. Aliuawa kwa kikatili sana. Ngoja nikueleze jinsi ambavyo mtume Marko aliuawa. Ilikuwa ni wakati wa sikukuu ya wapagani wa Serapis. Kipindi hicho wale wa Serapis wanasherehekea sikukuu yao. Hawa ni wapagani, kumbuka, na walikuwa wapinzani wakubwa sana wa injili ya Marko. Kwa walimkamata Marko
na kumfunga kwa kamba shingoni. Wakamfunga na kamba shingoni kama kitanzi, alafu wakaanza kumbuluta barabarani hadi kufa. Kwao walifunga ile kamba, wakaifunga kwenye migari yao ile ya ng'ombe kama ni farasi, alafu wakaanza sasa kuliendesha lile kamba, ni lile gari, wakati ile kamba ikiwa inamvuta shingoni. Kwa wakati anakimbia, inabidi akimbizane na spidi ya lile gari. Akichelewa, basi lile gari na likimvuta, akianguka linaanza kumbuluza, likambuluza hadi umauti wake. Nakumbuka barabara za zamani zilikuwa ni za vumbi, kwa alichubuka, alichuruzwa kwenye kokoto mpaka pale umauti ulipomfika, lakini mwili wake ukazikwa huko Alexandria. Kwa hiyo ndio mtume ambaye alikuja Afrika, akafia Afrika na akazikwa Afrika. Kwa hiyo mtume Marko alizikwa Afrika, lakini miaka mingi sana ilipokuja kupita, karne nyingi, mpaka mwaka wa 828 huko baada ya Kristo, mabaki yake, yani ile mifupa yake, ilihamishiwa hadi Venice huko Italia, ambapo kanisa kuu la St. Mark lilijengwa kwa heshima yake. Kwa mabaki ya mwili wake akahamishiwa huko Venice huko Italia. Baada ya Italia sasa kuwa wamehamia katika Ukristo, kipindi hicho dini kubwa ilikuwa ni dhehebu la Roma. Basi wakaichukua ile mifupa, mabaki ya mwili wa mtume Marko, wakaenda kuyazika, na sehemu ile wakaanzisha kanisa ambalo linaitwa St. Mark Basilica, lilijengwa kwa heshima yake. Kwa hiyo ndio historia ya mtume Marko aitwaye Yohana, au mtume Marko Yohana Marko. Hiyo ndio historia yake kuanzia alipoanza mpaka alipofariki. Hii ni hazina ya kanisa. Kama unayapenda mafundisho haya, ni kuombe usiache kusubscribe channel, lakini pia washare kwa watu wengine, wakaribishe watu wengine wajifunze pamoja nasi katika masomo haya. Na kama unabarikiwa sana na vipindi hivi, unaweza ukatusapoti kwa namna yoyote, kwa sadaka yako na mchango wako, ili tuendelee kuifanya kazi kubwa ya Mungu kama huduma. Kwa hiyo namba zetu ni hizo unazoziona hapo. Unaweza ukatusapoti kwa chochote. Kama Mungu anakubariki, jiambatanishe na mafundisho haya ambayo yanatujenga na kutuimarisha katika safari ya wokovu. Tunajifunza historia hizi ili kututia moyo sisi ambao tunaendelea leo, manake hawa watu walishaimaliza kazi yao na sisi ndio tunaendelea na kazi ya Mungu tuliyoko duniani. Kwa tunapozisoma habari zao na kujifunza simulizi zao, zinatutia nguvu na kuweza kuendelea mbele. Kwa kama unatamani kuwa sehemu ya huduma hii, basi karibu sana ushiriki pamoja nasi kwa sadaka na mchango wako, na hakika Mungu atazidi kutusaidia sana siku za mbeleni huko, na kwa kujitoa kwako tunaamini hakutakuwa bure. Jina langu naitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Mpaka wakati ujao.